afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hata kama imefika mahali umetembea na mume wa mtu, nenda kwa mchungaji, wawili hao wanajuaga kutunza siri. Haleluya. Mwambie, baba, nimekuja kutengeneza, mimi niliiba. Huwa nawaambia hivi, kuna dhambi nyingine utang'ang'ana kuomba rehema na Mungu atakusamehe, lakini kuna dhambi zingine zinahitaji lazima uende kwa makuhani. Ikiwepo hii dhambi hii, nenda kwa kuhani, mwambie. Lakini dhambi nyingine ni ya utoaji wa mimba. Utang'ang'ana kuitubia miaka nenda rudi, imesimama hapo hivi, nenda kwa kuhani. Fungue kitabu cha Yoshua mlango wa 7. Yoshua mlango wa 7. Ukipata nafasi soma mistari yote 26. Utaona kitu pale kimewekwa kichwa kinachosema dhambi ya Akani na adhabu yake. Hawa wana, nitasoma mistari michache tu. Biblia inasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichotiwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kamni, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaven, upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000 au 3, wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yeye Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordan ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungekuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordan. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi na wamelivunja agano langu nililowaagiza. Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndipo wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kile kitu mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hawa ni wana wa Israeli, walifanya dhambi. Hebu sema walifanya dhambi. Kwa sababu Mungu alisema wasichukue vitu vilivyowekwa wakfu. Halafu Akan akachukua. Sikiliza hii sentensi. Unanisikia mwana wa Mungu? Amen. Mungu alisema wasichukue. Hebu sema wasichukue. Vitu vilivyowekwa wakfu. Halafu Akan akachukua. Umeona hicho kitu Mungu aliwakataza. Yaani kama vile ameshuka hapa leo, anatuambia msichukue kitu kilicho kitakatifu. Halafu mimi nachomoka nachukua. Haleluya. Akan alipokichukua wala hakuwa na faida
anajificha chini mchangani, yaani hata matumizi hana. Alafu alipokamatwa anaulizwa kwani vipi, anasema mimi nilikitamani tu, kwa hiyo kiko wapi? Nimekifukia tu chini ya mchanga. Yaani hata thamani nacho hana, lakini ona mapigo aliyosababisha kwa wana wa Israeli. Mtu mmoja tu dhambi yake aliyoifanya, taifa la Israeli wakapigwa, wakasababisha Yoshua kulia na kuomboleza na kuvaa magunia. Anavaa magunia Yoshua wa watu kuhani, hajui kwa nini navaa magunia, hajui kwa nini Mungu tumepigwa, anamlalamikia Mungu. Mungu, angalia, kwa nini umetuacha? Adui wametushambulia. Baba, angalia, kwa hiyo umeamua kutufutilia mbali. Yaani anamnungunikia Mungu na kumlalamikia Mungu. Anamwambia hivi, kwa nini umevaa magunia? Sijui kama kuna mtu anaelewa. Ndio maisha tulionayo. Yaani mtu unapigika kwa sababu ya dhambi za waliotutangulia, halafu unarudi mbele za Mungu. Mungu, niangalie haya maisha mpaka lini? Baba, angalia wananionea. Mungu anarudi hata kujibu kwamba mwanangu, sio kwamba nimekuonea. Anakuuliza, hivi hata unacholalamika ni nini? Yaani hapa sawa na Mungu anamwambia Yoshua, hivi Yoshua, kitu gani kimekufanya uvae magunia? Kuna wakati tunafanya toba, tunatubia mambo mengine, kwa sababu hatujarudi kwenye chanzo, ni sawa na bure. Sijui kama unanielewa. Hapa tunamuona kabisa Mungu anamwambia, Bwana akamwambia mstari wa 8 anamwambia, Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Anamlalamikia. Ndivyo tulivyo na sisi. Mungu, mpaka lini? Nimechoka na hili tatizo. Unamkuta mtu analia mpaka kamasi linatoka hapa, analia, ananung'unika mbele za Mungu. Mungu anakuangalia, anasema, ungejua, hujui hata unaloliomba. Mungu anamwambia, kwa nini? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka. Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Angekuwa amejua kila anachokitubia, angemwambia nimekusamehe. Lakini anaona kabisa Yoshua hajui anachokitubia, hajui hata kwa nini amefunga, hajui hata kwa nini anaomboleza. Mungu anamwambia, hebu inuka. Kwa nini uko kifudifudi hapo? Kwa nini unatubu? Kwa nini unalia? Kwa nini umevaa magunia? Bwana asifiwe. Halafu Mungu anamwambia, hayo magunia unayoyafanya sio kwamba mimi Mungu nimewaacha, ila Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mungu anamwambia, usilie, usiomboleze, usitafute mbaya yuko wapi. Anamwambia Israeli wamefanya dhambi. Usitafute kisingizio, mimi kuna wachawi wananirudisha, kuna wenye wivu, sijui kuna nani. Mungu anataka nenda kwenye point. Anamwambia mstari wa 12, kwa sababu wameifanya hiyo dhambi, ndipo wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Huwezi kusimama mbele ya adui ukishafanya dhambi. Adui anakuwa na nguvu ya kukushambulia, kugeuka huko na kutandika, kugeuka huko na kupiga. Ukifanya hili umepigwa. Wewe sasa hivi unapambana na huyo adui. Yaani huyo usimwangalia adui, nenda katafute chanzo cha tatizo. Na chanzo cha tatizo cha familia nyingi kupigwa ni dhambi. Biblia inasema ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Unapoenda kinyume na sheria za Mungu umelaaniwa. Ila unaweza ukajiona wewe ni mjanja, kwa sababu inawezekana Mungu hajaja kusema na wewe moja kwa moja kwamba mwanangu umelaaniwa, ila tutaona maisha yako ni ya laana. Mungu anamwambia, sikiliza, hawa hawawezi kuwa jasiri kwa adui zao. Ndio maana kuna watu usiku wakilala, wachawi wanaingia ndani, wanacheza disco wanalolitaka. Anaamka, piga. Ukilala
wamerudi tena, wanacheza disco. Huna namna wanaweza wakakimbia. Haka umeitubia dhambi. Haleluya. Ile kwamba unawapiga, ile kwamba unalo neno la kuwaharibu na kuwashambulia halifanyi kazi mpaka urudi utengeneze kwanza. Anasema kwa sababu wamelaaniwa, alafu mimi sitakuwa pamoja nanyi tena. Huyu ni Mungu. Na ukumbuke Isaya 59:1-2 tulisema tunapofanya dhambi tunajitenga mbali na uso wa Mungu. Mungu hawi pamoja na sisi. Kwa hiyo asilimia karibu 99 ya maisha yetu tunapofanya dhambi, Mungu anaondoa ulinzi wake. Mungu anatoka kabisa karibu na sisi. Anasema nami sitakuwa pamoja nanyi tena. Msipokiharibu kile, anasema msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Tusipotubu kweli kweli na kuacha, Mungu hawezi kutembea na sisi. Mstari wa 13 Mungu anamwambia, haya inuka, uwatakase watu, ukaseme jitakaseni, mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Anamwambia ili nirudi tena kwa baba yenu, waambie inuka kwanzia wewe, jitakaseni. Kwa maana nilikwambia toba ni agizo. Ili Mungu awe karibu na wewe, toba ni ya muhimu. Ili Mungu aachilie neema kwenye maisha yako, toba ni ya muhimu. Ameni, watu wa Mungu. Amen. Anasema kwamba muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako, una huo ujasiri. Kwa hiyo kwa sababu huwezi, anasema mpaka mtakapokiondoa, mpaka utakapoishughulikia hiyo dhambi. Ni juzi nadhani nilisema, shughulikia ile dhambi inayokuzonga kwa wepesi. Kama wewe dhambi inayokuzonga kwa wepesi ni umbea, hakikisha unaukata. Yaani wewe dhambi yako unayoona inakusogeleaga haraka, kama ni tamaa, tenga muda itumie mpaka imeisha. Kama dhambi yako ni hasira, maana mwingine anafikiri hasira sio dhambi. Hasira ni dhambi. Kwa sababu Mungu alisema usikae na hasira mpaka jua likashwa, kwa sababu mwisho wake ni kutenda dhambi. Kwa hiyo hasira ni mlango wa dhambi. Kwa hiyo kama hasira kwako ndo imekutawala, hakikisha unaitumia mpaka imeondoka. Hasira imeharibu vitu vingi sana kwenye maisha. Na afadhali kidogo. Lakini pia kama wewe dhambi yako inayokupa haraka ni tamaa, mwambie Baba nisaidie. Tubia mpaka tamaa imeondoka. Kama dhambi yako wewe ni uongo, mwambie Baba nisaidie. Weka zipu kwenye kinywa changu. Yaani unaombea mpaka wale waambea wenzako wakije, asa yule siku hizi hata hasemi, wataondoka wenyewe taratibu. Amen. Hii injili ya leo mimi naifurahia. Bwana asifiwe. Lakini mwingine inawezekana dhambi yako wewe ni zinaa. Shughulikia mpaka umeona imekuachia. Wewe shughulikia tu. Amen. Tuko pamoja, watu wa Mungu. Amen. Twende mstari ule wa 18. Anasema akawasogeza watu wa nyumba yake mmoja mmoja, na Akani mwana wa Kamni mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa, akagundulika. Yaani unajua mimi napenda sana hii toba ya kina Yoshua ya siku hiyo. Yaani haya matengenezo yao yalikuwa hupenyi. Kama hapa tukifunga ule mlango pale, alafu tukamwambia malaika kaa hapa, apite mmoja mmoja. Yaani ukipita hapa unaskaniwa, unaonekana tu. Kwa hiyo walipita wanatakaswa, wanapita wanatakaswa. Alipofika zamu ya Akani,
Amefika tu pale akakamatwa. Yoshua akamwambia Akan, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake. Anamwambia ukaungame, ukafanye toba.